hopeful, uko vizuri, uko best kwenye michezo mingi, lakini najua lazima kuna mchezo ambao unakuwa uko most favorable kwako, unaupendelea zaidi ukochi, pengine pia hata kucheza na kadhalika. Sasa wewe kwa upande wako ni mchezo upi kati ya hiyo yote ulionitajia hapo? Mchezo ambao ni favorable kwangu ni basketball. Kwa sababu basketball nimekuwa na shiriki kufanya mazoezi, kucheza, ku-officiate pia na coach. Huo ndo mchezo ambao nakuwa na enjoy zaidi. Moja ya changamoto kubwa ambayo naona maofficiator wa basketball huwa wanakutana nayo ni pressure kutoka kwa mashabiki, lakini at the same time pressure kutoka kwa wachezaji. Mfano mzuri tu ni katika inter college iliyopita, nilikuwa naona marefari akimistake kidogo tu anakutana na adhabu kutoka kwa wachezaji, at the same kutoka kwa mashabiki. Sasa kwanza kisaikolojia inamwathiri vipi refari kuendelea kumalizia hiyo game? Na wewe ni expert, tunawamenta vipi sasa marefari ili kuweza kuhandle hizo hustle zote? Okay, kwanza kabisa wanasema mchezaji, coach, bila pamoja na officiators, marefari, bila ya kuwa vizuri mentally hawawezi kufanikisha majukumu yao ipasavyo. Yes. Kwa maana performance ya michezo nikianzia kwa upande wa marefali, coaches pamoja na players, performance yao inaletwa na 50% za kuwa vizuri mentally. Hiyo ni kulingana na saikolojia ya michezo inavyosema. Sasa kuna namna nyingi sana za kuhandle pressure za mchezo, ukiwa kama referee, ukiwa kama coach, ukiwa kama mchezaji. Moja ya vitu vya kuweza kumfanya mtu aweze kumaintain hizo hali za mchezo ni kuwa na self confidence, lakini kuwa focus, lakini kuwa na concentration. Na zipo namna nyingi za kumrudisha mtu kubaki kwenye hali yake ya kawaida. Yes. Ambapo ni vitu vingi naweza kuongea, lakini kwa leo niishie hapo. Naweza nikasema thank you very much for your times. Yes. Tumejifunza mengi na zaidi, and we expect to learn more things from you as times go. Ulikuwa nami Tryphon Willier Kitesha live ndani ya Foot Venture Media Production. Kazi.